asubuhi. Nuru ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Naamini umeamka salama na Mungu amekupa neema ya kuwa salama katika siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa uzima na afya njema ya kuiona siku nyingine tena ya Jumatatu ya tarehe 4 mwezi huu wa 5. Na nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kunipa fursa ya kuwa mahali hapa Zoe TV. Lakini nishukuru mwaliko kutoka Zoe TV kwa kunialika kuja kusema neno la Mungu katika kipindi chetu kizuri cha Nuru ya Asubuhi kutoka hapa Zoe TV. Lakini mshukuru mchungaji wangu kiongozi kwa kunipa ruhusa ya kufika mahali hapa kwa ajili ya kulisema neno la Mungu na kufanya maombi pamoja na watu wa Mungu. Kokote kule unakonisikiliza, nikukaribisha katika kipindi kizuri cha Nuru ya Asubuhi kutoka hapa Zoe TV. Majina yangu naitwa mchungaji Manuel Mwigulu. Mimi ni mume wa mke mmoja pamoja na watoto wawili. Nafanya huduma ya kichungaji kama mchungaji msaidizi pale Potter's House International Dar es Salaam, kanisa la TAG lililoko Makongo Juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nimshukuru Mungu halafu nitaanza ujumbe wetu wa siku ya leo. Baba mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku nzuri ambayo umetujalia neema, uzima na afya njema. Karibu uwe pamoja nasi katika neno hili ambalo tutakwenda kulitazama pamoja na kipindi chote ambacho tutakuwa nacho mahali hapa. Kila mmoja anayesikiliza neno lako kutokea pande zote za Tanzania na anayesikiliza na anayefuatilia kwa njia ya mtandao ya kijamii akiwa mahali kokote duniani, Bwana naomba ukamlinde na ukamtunze, ukampe kulisikia neno lako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asubuhi ya leo na tutakwenda kulitazama neno la Mungu, na ninao ujumbe ambao Bwana amenipatia ili nipate kusema na wewe katika kipindi chetu kizuri hiki cha Nuru ya Asubuhi. Na hakika itakuwa ni nuru katika maisha yako na kitakufaa. Ujumbe huu Mungu ametupatia utatufaa na utatusaidia kwenda katika hatua nyingine. Na ujumbe wangu unasema mwalikwa mtoshelevu. Mwalikwa mtoshelevu. Na tunapozungumzia kuhusu mwalikwa, maneno kama alika, mwaliko sio maneno mageni, ni maneno ambayo tumeyafahamu kwa muda mrefu sasa. Mimi na wewe bila shaka sio wageni katika kualikwa au kualika. Bila shaka umewahi kualika mtu au umewahi kualikwa, ikiwa ni kwenye sherehe, katika tukio lolote lile ambalo ulipata nafasi ya kualikwa kwa ajili ya kushiriki, kama ni ibada, kama ni kikao, huo ni mwaliko. Lakini asubuhi ya leo tunakwenda kuangalia kwa habari ya mwalikwa mtoshelevu. Mwalikwa ambaye anapokuwepo katika mwaliko huo, yeye anafanyika mtoshelevu. Tunayo maandiko ambayo tutayasoma, lakini andiko letu la msingi tunalisoma kutoka kwenye kitabu cha ile Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 2. Tutasoma kuanzia ule mstari wa 1 hadi ule mstari wa 10. Taomba nisome maandiko hayo na baada ya hapo nitakwenda kuendelea na ufafanuzi. Naamini Bwana atazungumza na sisi asubuhi ya leo. Neno la Mungu linasema, na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mama Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akamwambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila moja lapata kadri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi. Nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta ile iliyo dhaifu. Wewe umeweka divai iliyo njema hata sasa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo kama nilivyosema, tuangalie ujumbe unaosema mwalikwa mtoshelevu. Na katika habari hii, katika Injili ya Yohana ambapo tumesoma, tunaona habari hii ya Yesu akiwa amealikwa, akiwa mahali ambako amealikwa yeye pamoja na mama yake alikuwa kule, lakini pia na baadhi ya watu ambao walikuwa wameshaanza kumfuata Yesu walikuwa pamoja naye katika mwaliko ule ambao alikuwa amealikwa katika harusi. Kama huyu jamaa angekuwa anaonekana, huyu bwana harusi au ile kamati, ningeipongeza kwa kumwalika Yesu katika ile sherehe, kwa sababu walifanya jambo la maana sana na jambo la msingi. Na ninapozungumza nawe asubuhi ya leo, natamani nikutie moyo kwa habari ya kumwalika Yesu katika maisha yako na katika kila jambo ambalo unalifanya kwenye maisha yako yote, ikiwa ni la kikazi, ikiwa ni la kifamilia, la kibiashara. Mwalike Mungu, mwalike Bwana Yesu. Anapokuwepo yeye anaweza mambo yote. Na habari tuliyosoma katika maandiko haya inazungumzia ule muujiza ambao Yesu alifanya katika ile harusi. Ule muujiza aliofanya katika ile harusi. Mwandishi wa kitabu hiki ni Yohana kama ambavyo tumesoma, na yeye ameandika lengo kumuonesha Yesu, kuzungumzia uungu wa Yesu. Anamzungumzia Yesu kama mwana wa Mungu. Na hivyo tunapotazama muujiza huu unaufunua uungu wa Yesu, manake uwezo wa Yesu katika kufanya mambo zaidi ya kawaida, zaidi ya jinsi ambavyo mtu angesubiria kufanya kwa maandalizi ya kawaida, kwa mchakato wa kawaida. Sasa tunapoangalia katika andiko hili ambalo tumelisoma, Yesu alikuwa kwenye ile harusi na ilitokea jambo ambalo pengine mimi na wewe tumeshuhudia mara kadhaa. Ulipokuwa umealikwa au ulipokuwa umealika mtu nyumbani kwako au kwenye sherehe yako, alafu ghafla ikafikia mahali ambapo chakula pengine kimepunguka, au vinywaji vimeisha, au yawezekana uliwahi kualikwa mahali. Unajua yale mambo, umepanga foleni, alafu unafika mahali unakuta vitu vinaanza kupungua. Kama ni kuku zinaanza kupungua, kama ni vinywaji vinaanza kupungua, maana yake bajeti inakuwa imegoma. Sasa katika mwaliko huu ambao Yesu alikuwa amealikwa katika harusi hii, ifika wakati vinywaji vikao vimeisha, maana yake wakawa wametindikiwa. Sasa jambo la ajabu sana linatokea mahali hapa kwa sababu ya uwepo wa Yesu. Yesu aliweza kutosheleza. Ndio maana tunajifunza kwa habari ya mwalikwa mtoshelevu. Maana yake mwalikwa huyu anapoalikwa haji kama mwalikwa pekee, yani haji kukaa tu na kula, lakini ana jambo ambalo anaweza kufanya. Jambo hilo lilotokea kama tulivyosoma katika maandiko, Yesu akiwepo katika ile harusi pamoja na mama yake. Mama yake alipogundua, alipoona wanakamati wanaanza kupambana namna gani watatue hiyo changamoto, au wawaage tu wa watu au waambie jamani samahani sana, lakini mama yake Yesu, kwa sababu sasa tayari anamfahamu naye, na pengine Yesu huenda alikuwa ashafanya, haijaandikwa hivyo, lakini huenda alikuwa ashafanya miujiza kule nyumbani. Pengine unga ulikuwa umeshaisha kule nyumbani, Yesu akawa amefanya miujiza pale nyumbani. Kwa mama yake tayari anamfahamu mwanae Yesu, anafahamu uwezo wake, kwa akatambulisha ile ajenda kwa Yesu. Anamwambia wametindikiwa divai, na anawapa angalizo, anawapa maelekezo wale watu kwamba lolote atakalowaambia fanyeni. Maana yake nini? Anatambua ule uwezo ulioko ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapoangalia ujumbe huu katika mazingira yote ya maisha yetu, katika huduma, katika kazi, katika biashara, katika masomo, jambo lolote unalolifanya, tunamhitaji Yesu katika maisha yetu, katika kila jambo ambalo tunalifanya, ili apate kutosheleza. Sasa nataka tuangalie mambo kama 5 ambayo yatakuwa ni ya msingi ya kujifunza kutoka katika habari hii ya muujiza huu ambao Yesu alifanya katika ile harusi kule Kana ya Galilaya. Naamini tutakapojifunza kuna jambo kubwa Mungu ambalo atakusaidia, na utakapoyatendea kazi haya yatakusaidia kumuona Yesu katika maisha yako na katika ile jambo ambalo unalifanya. Tuangalie mambo muhimu ya kujifunza kutoka katika habari hii. Jambo la kwanza tunalojifunza hapa ni kumwalika Yesu katika jambo lako. Kumwalika Yesu katika jambo lako. Kumwalika Yesu katika jambo lako maana yake nini? Maana yake ni kumtaka Mungu aingilie kati, ni kumtaka Mungu awepo kwenye jambo hilo unalolifanya. Unasoma, wewe ni mwanafunzi, hausomi tu kwa sababu una uwezo wa kusoma, hausomi kwa sababu una ada. Maana yake unamhitaji Yesu ili akusaidie. Maana yake issue ya masomo ina zaidi ya ada. Wewe ni mfanyabiashara, usianze biashara kwa sababu una mtaji, kwamba nimepata mtaji wa milioni 5, wa milioni 100, wa milioni 200,
Kwa unaenda kuanza biashara, katika mtaji wako huo na katika biashara unayokusudia kuifanya, unahitaji kumshirikisha Yesu, unahitaji kumwalika Yesu ili aingilie kati. Kwa nini tunafanya hivyo na tunapaswa kufanya hivyo? Kwa sababu anapokuwepo yeye anafanya zaidi ya kawaida. Yesu anaenda zaidi ya mtaji wako, anaenda zaidi ya experience yako, anaenda zaidi ya ujuzi wako, zaidi ya vile ambavyo wewe ungeweza kufanya. Kwa jambo la msingi la kwanza tunalojifunza ni kumwalika Yesu katika jambo lolote lile ambalo unalo. Jambo lote ambalo unatamani kuliona likitendeka katika maisha yako, mshirikishe yeye. Anapokuwepo mahali pale, yeye anahusika na mambo yetu. Maana ndivyo anavyoitambulisha na ndivyo ambavyo Mtume Petro anasema ya kwamba yeye hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Kwa hiyo ni muhimu tukamwalika Yesu katika maisha yetu na katika kila jambo tunalolifanya. Jambo la pili ambalo tunajifunza ni kutambua uwezo wa Mungu uliye naye. Kutambua uwezo wa Mungu uliye naye. Kwa nini tunajifunza kwa habari ya kumwalika Yesu katika mambo yetu? Jambo la pili, tunapaswa kutambua uweza. Unapomwalika kwa mfano umemwalika mgeni rasmi na pengine umemwalika kwa ajili ya changizo au harambee na haujui uwezo wake, maana yake unapomwalika kama kuna ajenda ya changizo, maana yake unatarajia ana uwezo fulani wa kuweza kushughulikia yale mambo. Ndio maana watu huwa wana present, wanasoma zile ripoti, wanasoma mahitaji yao, maana yake wanatambua katika haya mambo ambayo tunahitaji iko sehemu anaweza kufanya huyu tuliyemwalika. Sasa vivyo hivyo tunapaswa kumtambua Yesu, kutambua uweza wake, kutambua nguvu zake katika mambo yale. Tunajifunza vizuri kutoka kwa Mariamu mama yake na Yesu. Alipogundua divai imewatindikia, hakutaka discussion zaidi, yeye alienda moja kwa moja. Kutaka kujadiliana zaidi, alienda moja kwa moja na kumwambia Yesu kwamba divai wametindikiwa. Maana yake nini? Anatambua uwezo. Kama nilivyotangulia kusema, huenda Yesu alikuwa ameshafanya vitu na mamaye alishamuona kwamba mwanae sio wa kawaida. Ameshamuona huyu ni zaidi ya mtoto tu, kuna vitu ambavyo anaweza kuvifanya. Kama tayari kulikuwa na watoto wengine, maana yake anatambua utofauti wa Yesu na watoto wengine ambao aliwapata baadaye uko ni mkubwa, maana yake anajua uwezo uliokuwepo. Kwa tunapaswa kutambua uwezo wa Mungu tuliye naye. Unapomwalika usimwalike tu peke yake afu kamwacha. Unapomwalika mtambulishe. Yes, kuna wakati ambapo Mariamu na Martha walikuwa wamemwalika Yesu. Yesu aliwatembelea. Na Martha alikuwa anapambana na mambo mengine, alikuwa anashughulika na mambo mengine, maana alikuwa anahangaika na mambo mengine na akakosa ile nafasi ya kukaa kuweza kumsikiliza Yesu, kuweza kusikiliza kutoka kwake. Maana yake alishindwa kutambua ile nafasi ya Yesu ambayo alikuwa amemwalika. Kwa jambo la msingi la pili la kujifunza ni kutambua uwezo wake. Unapotambua, maana yake unampa nafasi, unamruhusu ashughulike na hilo jambo, unamruhusu akusaidie, unamruhusu aachilie uwezesho. Usipomtambua, maana yake atafanya pale ambapo anajisikia. Ndivyo ambavyo mtu usipomuomba atafanya jambo pale anapojisikia, anapopata amani moyoni mwake, anapotamani mwenyewe, lakini ukimshirikisha anaweza akafanya. Jambo la tatu katika habari hii ambayo tumeisoma katika Injili ya Yohana ya harusi kule Kana ambapo Yesu alikuwa amealikwa, tunajifunza kutii maelekezo yote ambayo Mungu huyatoa katika maisha yetu, katika mambo mbalimbali tunayofanya. Kutii maelekezo, kutii neno la Mungu, kutii maelekezo yote ambayo Mungu anayatoa ni jambo la muhimu sana, kwa sababu katika kutii lile neno ndipo ambapo lile lililosemwa, lile lililotamkwa hutokea. Yesu wakati Mariamu amemwambia Yesu, alitoa angalizo kwa wale watu katika ile sherehe. Huenda aliongea na mwenyekiti wa kamati pamoja na kamati yake ile, kama ilikuwa ni kamati ndogo ile ya vinywaji, akamwambia tafadhali lolote atakaloambia fanyeni. Maana yake anajua ya kwamba msipofanya yawezekana isitokee kwa sababu hamjatekeleza yale maelekezo. Kwa jambo la msingi tunalojifunza ni kutii maelekezo. Na Yesu alitoa tu maelekezo, na kwa nini aliwapa angalizo? Na kwa nini mimi na leo hii tunajifunza? Uko wakati ambapo maelekezo ya Yesu, maelekezo ya Mungu kwetu huwa tofauti na matarajio yetu, huja tofauti na ujuzi wetu. Uko wakati maelekezo ya Mungu kwetu kwa jambo lolote umemwomba Mungu, uko wakati pengine mtu anashindwa kupokea kwa sababu amemwomba Mungu, Mungu ameshindwa kumjibu, mtu ameshindwa kuyatafsiri yale ambayo Mungu ameyasema kwake, kwa ameona ile jambo haliwezekani. Pengine njia ambayo Mungu ameachilia kwako umeshindwa kuelewa. Jambo ambalo tunapaswa kulielewa ni kwamba
lolote ambalo nalisema, umemuomba, umemwalika, amekuja, amesema neno, fuata maelekezo. Fuata yale maelekezo yote anayotoa, kwa sababu katika kufuata yale maelekezo itakusaidia kuweza kutimiza lile jambo ambalo unalihitaji. Kwa nini nasema hivyo? Kwenye kitabu cha Isaya, Mungu anasema kwamba mawazo yetu sio mawazo yake na njia zetu sio njia zake, na anafananisha distance, umbali wa mbingu na nchi jinsi zilivyo mbali, ndivyo ambavyo anasema mawazo yake na njia zetu ndivyo zilivyo mbali mbali. Maana yake nini? Pale ambapo sisi njia zetu zinaishia, yeye kwake inaendelea zaidi. Mawazo yetu yanapoishia, mawazo yake yeye yanaenda zaidi. Kwa hiyo ni muhimu tukasikiliza na tukatii. Tusome kitabu cha Luka sura 5 mstari wa 5. Jambo la katika hii kipengele cha jambo hili la 3 la kutii maelekezo. Injili ya Luka sura 5 ule mstari wa 5. Nataka nisome mistari michache hapo. Ule mstari wa 5, Biblia inasema, naomba nianze mstari wa 4, anasema hata alipokwisha kunena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Mstari wa 7, wakawapungia mkono wa shirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Hapa tunajifunza jambo hili la kutii maelekezo. Wakati Yesu ametumia mtumbwi wa Petro kwa ajili ya kufanya huduma, huyu Simon Petro, baada ya kuwa amemaliza, aliwapa maelekezo, akamwambia, twekeni, shusheni nyavu zenu. Sasa ujuzi wa Petro na uzoefu wa Petro, na alikuwa tayari na ujuzi wa jana yake usiku ambao umemtesa. Na hapa nizungumze na wewe ndugu yangu, nizungumze na wewe mpendwa, nizungumze na wewe mtumishi wa Mungu, mfanyabiashara, mfanyakazi. Yawezekana yako mambo ambayo umepambana nayo kwa muda mrefu, umeshughulika nayo kwa muda mrefu, hayajatokea. Haupaswi kukata tamaa. Petro anaambiwa ashushe nyavu zake. Yesu anaambia kwamba mkashushe nyavu zenu, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Petro anatoa experience yake ya maumivu. Hii ilikuwa ni experience ya maumivu, kwamba tumefanya kazi usiku kucha hatukupata kitu. Lakini nakipenda kitu ambacho anakisema. Anasema lakini kwa neno lako. Maana yake anatii neno, kwamba inawezekana sio sawa kabisa, inawezekana ni kinyume na uzoefu wangu kwa mchana hii, kwa asubuhi hii kwenda kufanya tena shughuli ya uvuvi, wakati usiku ambapo pengine ndio rahisi. Kumbuka Petro kazi yake, kama tungekuwa tunasema taaluma, ni kweli hajasomea, lakini ndicho kitu ambacho amekulia. Amekulia katika mazingira ya uvuvi. Kwa hiyo anao ujuzi. Na Petro maana yake ni kama ni mtu mzima fulani hivi, tunaweza tukasema ni kama anamzidi kidogo Yesu kwa maana ya ule umri. Kwa hiyo anao uzoefu fulani wa eneo la uvuvi, analijua vizuri. Lakini anasema kwa neno lako. Maana yake pamoja na yote, pamoja na ule ujuzi nilionao, pamoja na experience yangu mbaya ya jana ya kutokupata kitoweo, kwa neno lako nitashusha nyavu. Alipotii yale maelekezo, walipata samaki wengi mpaka nyavu zikaanza kukatika. Hazikuishia nyavu katika, hadi vyombo na vyenyewe tena vile viwili pamoja na kile cha jirani anachokialika na chenye kikataa kuanza kuzama. Kwa sababu gani? Ya wingi wa samaki. Kwa hiyo kumbe tunapotii maelekezo, Mungu anafanya zaidi. Na uweze amini kwamba Mungu anaposema neno, ni kutia moyo kwamba Mungu anaposema neno anajua nini anachokifanya. Maana yake alipomwambia Simoni ashushe nyavu, yeye aliwaamuru samaki kule walikokuwa. Aliwaamuru samaki kule walikokuwa. Na samaki pengine wajisikia vizuri kwa sababu wamepata amri ya aliyowaumba, wakakimbilia zile nyavu. Kwa samaki baada ya kukimbia nyavu, walikuwa pengine wanakimbilia zile nyavu kwa sababu wamepata amri ya aliyewaumba. Kwa tii maelekezo yoyote, hata kama ni zaidi au ni tofauti na ujuzi wako na uzoefu wako. Jambo la 4 la muhimu la kujifunza, Mungu anao uwezo juu ya vitu vyote na hali zote. Mungu anao uwezo juu ya vitu vyote na hali zote. Katika habari ambayo tumesoma, habari yetu kuu ya kwenye Injili ya Yohana ile sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10, tunaona Yesu anatengeneza divai kutoka kwenye maji tu, hakuchanganya kitu chochote. Aliwaambia jalizeni mabalasi. Mabalasi yalikuwa yanatumika kwa ajili ya kutawadha.
tumia lugha rahisi, pengine niseme matenki tu, pengine uko na sim tank pale pembeni, au kama ni madiaba ambayo yanawekewa maji kwa ajili ya kuwasaidia watu kujisafisha miguu ili wanapoingia ibadani wasiwe na vumbi. Kwa hiyo Yesu anatumia yale maji tu. Nazungumzia kwa habari ya Mungu ana uwezo juu ya vitu vyote na hali zote. Maana yake yeye anayo mamlaka juu ya vitu vyote. Kutokea kwenye maji tu Yesu alitengeneza divai. Pengine hii kamati ingesema sasa hapa tumeshiwa divai, tunahitaji tukatafute zabibu, pengine labda kama ingekuwa ni dunia yetu ya leo, pengine tunahitaji sasa hivi tuagize, tutoe order, na kama kulikuwa na uhaba na pengine vinapatikana mbali, ingekuwa ni changamoto ule mchakato wa kuvifuata. Lakini Yesu alitumia maji yaliyokuwepo na akafanya. Hii inatufundisha nini? Kwamba chochote kile ulicho nacho, maadamu yeye ana uwezo wa kufanya, anaweza kakitumia na ikaleta matokeo. Chochote ulicho nacho na chochote ambacho pengine inawezekana ikadharurika. Yesu aliwalisha watu 5,000 kwa mikate miwili, kwa mikate 5 na samaki 2. Manake kile kidogo kilichokuwepo alikitumia, manake anao uwezo wa kufanya zaidi. Usimtazame na usijitazame ukaishia kwenye ule uwezo wako, kwenye ule ujuzi wako, kwenye ule uzoefu wako wa kawaida. Yeye anao uwezo wa kufanya zaidi, na hakika atafanya zaidi kwa sababu yeye anayo mamlaka yote. Na jambo la 5, Mungu hutoa vitu vilivyo kamili na vilivyo bora. Mungu hutoa vitu vilivyo kamili na vilivyo bora. Mtu yeyote anaweza akatoa. Mtu yeyote anaweza akatoa kwa sababu sisi ni wanadamu na tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa tuna tabia ya uungu. Tunayo tabia ya upendo, tunayo tabia ya kutoa. Kwa tunaweza tukatoa. Lakini kwa sababu ya ubinadamu, mtu anapotoa wakati mwingine anaweza akatoa kitu ambacho sio bora, akatoa kitu ambacho sio imara, akatoa kitu ambacho sio sahihi. Wakati mwingine unaweza kumwona mtu anatoa kitu na jambo hili sio zuri. Mtu anatoa kitu ambacho anaona kwamba hiki kitu kwa sababu kwake ni kibaya, kwa anaamua kukitoa. Yani anakitoa kwa sababu ni kibaya, kwa sababu hawezi kuendelea kukitumia. Hakitoi kwa sababu anajisikia vizuri mtu atumie kitu kilicho bora, ila anakitoa kitu ambacho anakiona hiki kitu kwa sababu sina matumizi nacho, ni kitu kibaya, kwa hiyo anaamua kukitoa. Sivyo alivyo Mungu. Mungu mara zote anapotoa, anatoa kitu kilicho bora, anatoa kitu kilicho kamili. Lakini utoaji wa Mungu pia unatofautiana na utoaji wa wanadamu. Mwanadamu anaweza akatoa baadaye ukamsikia anazungumza tena tofauti na jinsi alivyotoa. Alitoa kwa upendo, na wakati anatoa alitamka maneno mazuri. Lakini baadaye ukamsikia anazungumza vingine, au akaanza kujisifu kwamba bila yeye usingeweza jambo lolote. Huo ni utoaji wa wanadamu. Lakini pia inawezekana akatoa, wako wengine ambao huenda zaidi hapo wanatoa. Yani wakati anatoa bado utoaji wake unaambatana na maneno magumu, unaambatana na maneno mabaya, maneno ya dhihaka. Manake kwa kutoa kwake anaona ni kwamba yeye anatosheleza na kwamba ana uwezo wa kufanya zaidi. Sivyo alivyo Mungu. Yakobo sura ya 1 mstari wa 17. Naomba nisome hapo. Biblia inasema hivi, waraka wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 17 inasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Naomba nirudie. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Tunajifunza nini? Maana yake yeye anapotoa, anatoa kitu kilicho kamili. Anasema kila kutoa kuliko kwema. Maana yake utoaji wake ni mwema, utoaji wake ni wa upendo. Ndivyo ambavyo alifanya alipotupenda. Mungu alivyotupenda hata akamtoa Yesu kwa ajili yetu. Yesu akasema, na huu ndio upendo, kwamba hakuna mtu mwenye upendo kama huu wa kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Maana yake alitupenda bila kujali hali zetu tulizokuwa nazo. Wakati mwingine mtu mwenye uwezo anaweza akatoa kwa mtu ambaye hana uwezo na akasema maneno mabaya kwa yule mtu kwa sababu hana uwezo. Sivyo alivyo Mungu. Mungu alitupenda sisi tukiwa tungali wenye dhambi. Maana yake alitupenda bila kujali historia zetu mbaya. Alitupenda kwa upendo wa pekee, upendo wa ajabu usiozingatia maovu yetu. Alitupenda tukiwa hatuna kitu cha kumpa. Hatukutoa kitu
ili tupate wokovu, ila alitupenda kwa upendo pekee. Kila kutoa kuliko kwema, maana yake utoaji ulio mzuri unatoka kwake. Lakini anasema na kitolewacho kilicho kamili, yani kinachotolewa kitolewacho kilicho kamili na chenyewe kinatoka kwake. Maana yake anapotoa anatoa kilicho kamili, kinachojitosheleza, kilichokamilika. Hatoi kilemavu. Yani kama Mungu anakupa mbuzi, hata kupa mbuzi mlemavu. Hakupi mbuzi mlemavu. Alikupa mlemavu maana yake ana jambo anataka kufundisha au ana jambo anataka kufanya. Lakini mara zote anapotoa kitu, hakupi kitu ambacho ni weak, hakupi kitu dhaifu. Alikupa pesa, atakupa pesa kulingana na jinsi ambavyo anaona utaweza kuzimudu, lakini hakupi kitu dhaifu eti kwa sababu ameona ndicho unachostahili tu bila kuzingatia jambo lolote. Lakini anasema kinatoka wapi sasa hicho kinachotolewa? Kinatoka juu, maana yake kinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo tunajifunza hapa, na yule mkuu wa meza aliyazingatia maneno hayo. Na sasa huyu mkuu wa meza hakutambua jambo hili limetendwa na nani na limetendeka vipi. Na ndio maana Biblia inasema alionja tu na akaipongeza ile divai, hakujua hata ilikotoka. Lakini ile pongezi yake inaonesha na inathibitisha ambao nayasema kwamba utoaji wa Mungu hutoa vitu vilivyo kamili. Kwenye ule mstari wa 9, tasoma ule mstari wa 9 na ule mstari wa 10, anasema naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka. Lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Maana yake anampongeza bwana harusi kwamba sherehe yako imekuwa na divai iliyo njema hata sasa. Maana yake kilichotolewa hata sasa bado ni kitu bora, hakijaja kitu dhaifu kama ambavyo imezoeleka. Na nataka nikutie moyo ndugu yangu mpendwa katika Bwana, kwamba utoaji wa Mungu, una jambo umemuomba Mungu, muamini Mungu ya kwamba atakupatia. Usimwombe Mungu kidhaifu, usimwombe Mungu kitu kinyonge, useme Mungu naomba tu hata kitu fulani. Hapana, sivyo alivyo Mungu. Mungu anatoa kitu kilicho kamili. Mungu anatoa kitu kilicho chema. Namna yake utoaji ni utoaji mwema. Kwa anapotoa kitu kama jinsi ambavyo muomba, anapokuletea kitu, hakupi kitu kinyonge, hakupi kitu kidhaifu, anakupa kitu kilicho kamilika, kwa sababu sifa yake na utoaji wake ni utoaji ulio mwema. Vitu anavyovitoa anavitoa vilivyokamilika. Kwa katika maisha yako, katika jambo lolote lile ambalo unalo, nikutie moyo ya kwamba muamini yeye atakupatia kile ambacho umemwomba. Atakupatia kile kitu ambacho ni kamili, atakupatia kitu ambacho kimejitosheleza, kina utoshelevu. Na kwa nini tunasema mwaliko mtoshelevu? Maana yake sasa huyu mwaliko mtoshelevu ambaye ni Yesu tunamwalika katika maisha yetu yote. Hatua ya kwanza au jambo la kwanza, tunamwalika katika mioyo yetu. Kabla tujamwalika katika mambo yetu, kabla tujamwalika katika mambo mengine, katika majukumu, katika biashara, katika kazi, tunamwalika katika mioyo yetu. Maana yake nafasi ya kwanza ambayo tunapaswa kumwalika, kumpatia, ni katika mioyo yetu. Maana yake nazungumzia hapa kujenga ushirika na yeye, kuwa na ushirika wa karibu na yeye. Jambo la kwanza ni muhimu ukamwalika yeye. Hapa nazungumzia hatua, tunamwalika wapi sasa? Kabla tujamwalika katika mambo yetu, anza kumwalika moyoni mwako. Mpe nafasi moyoni mwako, autawale moyo wako, atawale mawazo yako. Haya mambo ya muhimu ambayo tumejifunza hapa, hautaweza kulitii neno lake isipokuwa umemwalika. Hautaweza kukipokea kitu na kukisubiria kitu isipokuwa yuko ndani yako, umemwalika. Manake anapokuwepo ndani yako, anakupa uwezo wa kungojea, anakupa uwezo wa kupokea, anakupa uwezo wa kuyamudu yale ambayo anakusudia kukubariki. Kwa hatua ya kwanza na jambo la msingi, mwalike katika maisha yako, mpe nafasi. Ukimnyima nafasi, manake atakaa kwa wengine. Usipomwalika mtu hata kuja kwenye sherehe yako, na tumeshuhudia ukienda kwenye sherehe, kwenye harusi, ina kadi ya mwaliko. Inaweza ikawa na kadi ambayo ni ya kielektroniki, au inaweza ikawa na kadi ya karatasi, na unapofika pale ukumbini wanakagua
wanaangalia. Maana yake kama mtu hajalikwa hawezi akaenda pale, hawezi akaingia ukumbini. Kwa hivyo hivyo Yesu anataka tumwalike katika mioyo yetu, tumwalike katika maisha yetu, tumpe nafasi. Sio kumwalika kwa maneno tu, fanya kwa uhalisia. Mpe nafasi katika maisha yako yote. Jambo lolote hujafanya, mpe nafasi afanye. Mpe nafasi ya kusaidie. Mpe nafasi ya utawale moyo wako. Tembea katika njia zake. Tembea katika mwelekeo huo wa kumcha na kumpendeza. Tembea na kuishi katika maisha ya wokovu, kwa sababu alikuja kwa ajili yako. Maana yake anatamani nafasi. Ndipo ambapo neno la Mungu anasema kwamba tazama nabisha hodi, mtu akifungua tutaingia kwake. Maana yake nini? Anatamani apate nafasi. Unapomwalika yeye, utoshelevu wa Mungu hauanzi kwenye vitu tu. Ulimwengu wetu umetekwa na fahamu zetu zimetekwa na material, kwamba ili nione utoshelevu lazima nione material things, lazima nione vitu kwa uhalisia. Kumbe utoshelevu hauanzi kwenye vitu tu, utoshelevu unaanzia ndani. Ndio maana neno la Mungu pia linazungumzia kwa habari ya utoshelevu. Nasema utaua pamoja na kuridhika ni bora. Inazungumzia kwa habari ya utaua na kuridhika. Maana yake kuridhika kunaanzia wapi? Kunaanzia ndani ya moyo. Kwa utoshelevu wake, unapompa nafasi, unaanzia ndani ya moyo wako. Kwa nikutie moyo na nitakupatia nafasi ya kumpokea Yesu katika maisha yako, ili kwanza aanze kutosheleza moyo wako. Anapoanza kutosheleza moyo wako, atatosheleza na maisha yako. Naomba yawezekana unafuatia kipindi hiki kokote kule uliko, haujampokea Yesu, haujampa nafasi katika maisha yako, au uliwahi kumpokea Yesu na ukamwacha, ukarudi nyuma, ukaanza kuishi maisha ya dhambi. Asubuhi ya leo na siku ya leo na kukaribisha tena, upate nafasi, umwalike Yesu katika maisha yako, yeye achukue nafasi. Atakapochukua nafasi, unapomwalika katika jambo lote lile, sasa yeye atahusika. Tumeshuhudia mtu anayealikwa huwa ni yule ambaye una uhusiano naye. Uwezi ukaenda tu barabarani ukagawiwa watu kadi, huwafahamu, hata ukawalika tu kwenye harusi yako. Itakuwa jambo la kushangaza. Hata wenyewe watakuja, lakini watakuwa wameshangaa kwamba huyu jamaa mbona ametualika, anatufahamu kweli? Yaani kuna nini, mbona amekuja kutualika? Watashangaa. Kama wana njaa watakuja kwa sababu kuna chakula, lakini mtu mwenye ufahamu lazima atajiuliza kwamba huyu mtu amenialika, kuna nini? Ndivyo ambavyo Yesu anatamani tusimwalike tukiwa na shida. Usimtafute ukiwa na changamoto, ukiwa na matatizo. Anza kumwalika moyoni mwako. Maana yake anayealikwa ni yule ambaye uko kwenye cycle ya mahusiano ya kila siku, mnazungumza naye. Kwa hiyo unapotokea unamwalika, hauendi kwa mtu mpya. Popote ulipo, nifuatishe maombi haya, nitakuongoza. Mwalike Yesu katika maisha yako, umpokee yeye, afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uokoke. Halafu hatua ya pili, tutafanya maombi maalum kwa ajili yako. Tumwalike Mungu katika biashara yako, mwalike Mungu sasa katika kazi zako, katika familia yako, katika ndoa yako. Mahali popote pale anapoalikwa, hajawahi kupaacha vile vile, maana yeye ni mtoshelevu. Nifuatishe maombi haya kokote kule unakofuatilia kipindi hiki kizuri cha Nuru ya Asubuhi. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa upendo wako na kwa neema yako. Asante kwa kunijali kiasi cha kuzungumza na mimi asubuhi ya leo. Ninakuomba unitakase moyo wangu, unisamehe dhambi zote nilizokutenda kwa njia ya mawazo, kwa njia ya maneno na kwa njia ya matendo, ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ninaomba unisamehe. Ninakukaribisha Yesu, karibu utawale moyo wangu, karibu uyatawale maisha yangu, karibu utawale ufahamu wangu, karibu utawale maisha yangu yote. Nakukaribisha moyoni mwangu katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Mimi ni kiumbe kipya katika wewe, katika jina la Yesu. Amen. Naomba nikuombe. Baba mtakatifu, Mungu mwenye uweza, nakushukuru sana kwa neema yako inayookoa. Tito 2:11 neno lako linasema neema iokoa wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Watu wako waliokupokea wakati huu, ninaombea neema ya kuendelea kujua wewe na kudumu katika wewe. Wamekualika wewe katika mioyo yao, wamekualika wewe katika maisha yao. Chukua nafasi katika maisha yao, ingia katika maisha yao, uyatawale maisha yao. Wape kudumu katika kweli ya neno lako, wape kuendelea kuishi maisha yanayokupendeza wewe.
wape kuendelea kuishi maisha yanayokutukuza wewe, wape kuendelea kuishi maisha matakatifu, maana neema yako inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Wape kuishinda dhambi, wape uwezo wa kustahimili na kudumu katika kweli yako, katika jina lako Yesu Kristo, Mungu mwenye uwezo, tunaomba na kushukuru, amen. Baada ya maombi hayo ya kumwalika Yesu katika maisha yako, sasa tunataka tufanye maombi ya kumwalika Yesu katika shughuli, katika maisha yako yote. Pengine kuna changamoto katika biashara yako, ofisini kwako, kuna changamoto katika ndoa yako, kuna changamoto katika familia yako, kuna changamoto pengine kwa ndugu zako, kuna changamoto ya kiukoo, kuna changamoto ya kiafya. Tunakwenda kumwalika sasa Mungu ambaye tunapomwalika anahusika katika mambo yetu yote. Jambo la kwanza tumeshafanya, jambo la muhimu la kumwalika katika mioyo yetu, lakini sasa tunamwalika katika maeneo yote hayo ili apate kutawala. Kokote uliko tunaweza tukaomba pamoja, na mimi nitakuwa nikikuombea na kukutamkia mema katika siku ya leo na katika mambo yote ulionayo. Baba Mungu mwenye uweza na mamlaka yote, tunakushukuru sana kwa sababu kupitia neno lako umetufundisha kwa habari ya mwaliko mtoshelevu. Tumeona jinsi ambavyo Yesu ulipoalikwa katika harusi ile ya Kana ya Galilaya, ulifanyika mtoshelevu. Ulienda kama mwalikwa, lakini haukuishia kwa mwalikwa wa kawaida. Wewe ulitenda zaidi. Wako walikwa ambao walikwa, lakini wasiwe na matokeo chanya kwenye ile mialiko walioalikwa, lakini wewe ulifanyika mwalikwa wa pekee, uliyetosheleza, uliyeleta suluhisho. Asubuhi hii na wakati huu, watu wako katika maeneo mbalimbali waliko, katika biashara zao, katika familia zao, katika ndoa zao, katika majukumu mbalimbali walionayo, wanatamani kukuona wewe ukiingilia kati. Tunakualika Mungu mwenye uweza, karibu uchukue nafasi, karibu yatawale maisha ya ndugu huyu ambaye ni mgonjwa, aliyeko hospitalini, aliyeko nyumbani, ambaye amelazwa, hawezi, anaumwa, hawezi kunyenyuka. Naomba neema yako ya uponyaji na kualika katika maisha yake, uitawale na kuiponya afya yake. Mahali popote ulipokuwa, wewe ulitenda mema, watendee mema katika jina la Yesu Kristo. Wako ambao wana changamoto za kikazi, za kibiashara, katika ofisi zao, tunakualika wewe ukatawale mahali popote ulipo. Wewe Mungu unafanya mahali hapo kuwa shwari, unafanya mahali hapo kuwa salama. Wakati upepo upovuma baharini, wakati wanafunzi wako wakiwa nasafiri, wanavuka ng'ambo kama ulivyowaelekeza kuelekea kule ng'ambo wa Gerasi, wakati ile tufani ilipotokea, ile dhoruba ilipotokea, kwa kuwepo kwako ulifanya bahari ikawa shwari, ikatulia. Ndivyo ambavyo naomba neema yako Bwana, ukafanye hali kuwa shwari kule ofisini, ukafanye hali kuwa shwari kule kwenye kazi na biashara za watu wako, ukafanya hali kuwa shwari kwenye ndoa ambazo ziko katika mazingira na wakati mgumu, ukafanya hali kuwa shwari kwenye familia ambazo zimekumbana na changamoto, zimekumbana na matatizo mbalimbali, ukafanya hali kuwa shwari kwenye huduma ambazo zimeyumba, kwenye huduma ambazo zimelegalega, ukafanya hali kuwa shwari kwenye afya za watoto wako. Wewe unauweza, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Natamka neema yako katika jina lako Yesu Kristo, na roho zote na hila zote za adui shetani ambazo zimeingilia kati na kuharibu na kuyavuruga maisha ya watu wako, ninazikemea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mateso, magonjwa ya kila namna ninayakemea katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka uzima, ninatamka afya njema katika jina la Yesu Kristo. Watu wako wanapoingia katika majukumu asubuhi ya leo, na wale wanaoendelea na majukumu wakati huu, na watamkia neema yako Bwana, wakaione siku hii kuwa ni njema. Siku hii itakuwa ni njema kwao, kwa sababu haijafanywa na mwanadamu, haijatengenezwa na mwanadamu, imefanywa na wewe, na hujawahi kufanya kitu kilicho kibaya. Kila ulichokifanya tangu wakati wa uumbaji, ulipokitazama ulisema tazama ni chema. Ndivyo ambavyo siku hii itakuwa njema kwa watu wako. Ndivyo ambavyo biashara zao zitakuwa njema katika jina la Yesu Kristo. Ndivyo ambavyo huduma, biashara, kazi zao zitakuwa njema, maana wewe ndio ambao umeifanya siku hii, na hujaifanya siku hii kwa ajili ya uangamivu, umeifanya siku hii kwa ajili ya mema, maana unawazia mema, na ndivyo ambavyo unatuwazia mema katika jina lako Yesu Kristo. Mungu mwenye uweza, maisha watu wako yakabarikiwe katika jina la Yesu. Amen.